Unajuaje kama ndani yako kuna wokovu wa Mungu ndani yako? Unajuaje kama ndani yako kuna wokovu wa Mungu? Ishara ya kwanza inayoonyesha kwamba ndani yako kuna wokovu wa Mungu ni kuielewa injili iliyotolewa na manabii wake Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ishara ya kwanza inayoonyesha kwamba ndani yako kuna wokovu ni kuielewa injili iliyotolewa na manabii wake Mungu mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Basi tusome na maandiko kidogo. Ukisoma Luka mtakatifu 3, nitaanzia mstari wa 4, lakini ni vizuri kuanzia mstari wa kwanza. Inasema hivi: mwaka wa 15 wa kutawala kwake Kaisari ya Tiberio Pontio Pilato, alipokuwa liwali wa Uyahudi, na Herode mfalme wa Galilaya, na Filipo ndugu yake mfalme wa Ituria na nchi ya Trakoniti, na Lisania mfalme wa Aberene, wakati wa ukuhani mkuu wa Anasi na Kayafa, neno la Mungu lilimfikia Yohana mwana wa Zakaria jangwani. Akafika nchi yote iliyo karibu na Yordani, akihubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi, kama ilivyoandikwa katika chuo cha manabii cha maneno ya nabii Isaya: sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa, kila mlima na kilima kitashushwa. Palipobomoka patakuwa pamenyoka, na palipopaluza patalainishwa, na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Kwa hiyo ishara inaonyesha kwamba nao kuna wokovu ni kuielewa injili iliyotolewa na manabii wake. Hapa tunaona kwamba ndani ya Yohana Mbatizaji kulikuwa kuna wokovu. Ndio maana Yohana Mbatizaji aliweza kuielewa injili, aliweza kujua wapi njia ya Bwana inabidi tengenezwe, aliweza kujua wapi bonde inabidi lijazwe, aliweza kujua kwamba kila mlima na kila kilima kitashushwa. Aliweza kujua palipopotoka ni wapi inabidi panyoke. Pia aliweza kujua wapi pamepalusa ili papate kulainishwa. Afu baadaye anasema na wote wenye mwili wataona wokovu wa Mungu. Kwa hiyo ishara ya kwamba ndani yako kuna wokovu ni kujua injili iliyotolewa na mitume wake. Kwa maana ni kwamba hata huyu Yohana Mbatizaji aliweza kuijua hii injili iliyotolewa na Isaya. Angalia hapa, huyu Yohana Mbatizaji anaizungumza injili iliyotolewa na Isaya kwenye hii Luka mtakatifu 3 kuanzia mstari wa 2. Hii injili anayosema nyosheni palipo nini, sijui palipofanya nini, anaposema kwamba kila bonde litajazwa, kila mlima na kilima kitashushwa. Hii injili ni injili iliyokuwa imetolewa na nabii Isaya, huyu nabii wake Mungu. Lakini huyu Yohana Mbatizaji akaanza kuifahamu hii injili iliyokuwa imetolewa na Isaya. Yeye kuifahamu hii injili iliyotolewa na Isaya ni ishara ya kwamba ndani yake Yohana Mbatizaji kuna wokovu wa Mungu ndani yake. Ni ishara ya kwamba ndani ya Yohana Mbatizaji umo wokovu. Mungu akubariki sana, asante kwa kunisikiliza. Amina.